Mimi nimeandika filamu nyingi sana. Lakini filamu zangu zinajulikana zaidi kuliko mimi mwenyewe. Ndio. Kwa maana kwamba kuonekana, shida ipo kuonekana, lakini pia ubinafsi baadhi ya wasanii. Umeona sisi hapa tuna shoti, kameramani wetu hawamjui. Lakini kama wewe mwandishi ukitaka kameramani wako ajulikane ni wewe sasa kuwa. Mimi nimeandika sinema nyingi, nimeandika kipindi kile, nimeandika Mzima wa Kitui, nimeandika Legend of Kitui, nimeandika Zama, nimeandika Tiko, nimeandika Muna, nimeandika sinema moja ambayo tulifanya na wewe Jacqueline Wolper ambayo inaitwa Rodilo. Kiufupi nimeandika sinema nyingi, Najua Kuoa ambayo ilifanya vizuri sana sokoni, Steps kipindi kile, Mdomo na nyingi nimeandika, nyingi mno. Lakini kipindi wakati nimekaa nyuma uandishi sikuwa najulikana na wala sikuwa napata faida yoyote. Lakini ukikaa mbele ya kamera ndio wewe unaonekana kila kitu. Unajua mtazamaji yeye ajui kama wakati wewe unafanya pale kuna watu karibia 10, 15, 20 wapo nyuma yako sababu si hawaoni. Kwa hiyo kila kitu anakubebesha wewe. Matamshi unayotamsha jamaa anaongea maneno mazuri ajui kama umelishwa. Kwa hiyo ipo hivyo. Kwa hiyo ni kujaribu kubadili tu mitazamo ya maproducer na nini kwamba kuwapa thamani ya watu wote. Kama una kameramani wako unajua huyu hataonekana, basi katika interviews zako kumtaja au kama kwenye promo zako nini matangazo hivyo, yani mradi na wao wapate kuonekana. Mimi ndoto yangu wakati naanza sanaa, acha kufanya ushairi, lakini ndoto yangu kubwa ilikuwa ni uandishi. Ndio. Na nilikuwa nasema natamani kuwa kama nani. Kwa nasema, yani nilikuwa siogopi. Kwa sababu nilikuwa na appreciate anachokifanya. Kwa hiyo nilikuwa nasema tu jamani, mimi napenda kuwa mwandishi niwe kama Ali Yakuti. Nilikuwa nipo clear. Kama Ali Yakuti hivyo. Na mpaka kesho kutwa nasema tu bwana, mimi natamani niwe mwandishi kama Ali Yakuti. Lakini hali ya uandishi ilivyokuwa ngumu, na wewe sometimes unatamani sasa ucheze uonekane. Ndio. Kile unachokiandika na wewe unataka ukicheze. Kwa hivyo. Gota, umepita kwenye level ile karne ya filamu. Sasa hivi tuna tamthilia nyingi sana. Zimekuwa tamthilia ambazo zina waandishi wazuri, zingine waandishi ambao wanajifunza, zingine zimekuwa zikionekana vile mwandishi hajui, vitu kama hivyo. Tulinganishe filamu pamoja na tamthilia ambazo hivi sasa ndo zimeteka soko kubwa la filamu kwa upande wako kama msanii. Sisi zamani sinema zetu soko lake lilikuwa gumu. Kwa maana kwamba kulikuwa na kampuni zile ambazo zina tuseme kampuni sio binafsi, sio nizungumzieje hapo, ambazo zenyewe zilikuwa zina masharti yake. Kwa hiyo kipindi kile kama wewe ni upo underground, soko lake linakuwa gumu sana. Ni lazima utafute star, mwambie bwana mtafute fulani star onekane. Lakini sasa hivi kidogo kuna nafuu. Kwa sababu tayari kuna mtu amejitokeza yeye kufanya promo yeye peke yake. Haijalishi, yani yeye ndo analazimisha wewe watu kukuangalia. Imefikia level hiyo. Lakini pia masoko sasa hivi yamekuwa mengi. Umeelewa? Kwa hiyo tamthilia nyingi muda mwingine sio lazima television. Watu kuna masoko mengi sana ambayo yapo kiganjani kwako tu muda mwingine. Kwa hiyo ndio maana kuna unafuu. Lakini kizungumzia ubora wa tamthilia za zamani na za sasa hivi hazina upishano sana. Sasa hivi zipo bora ambazo mimi naangalia. Ni mgumu sana kuangalia nani tamthilia za kibongo. Lakini kuna baadhi ya waandishi bado nawafuatilia na waangalia. Umeona? Na za zamani pia sio zote zilikuwa mzuri. Na zilikuwepo ambazo zina wafadhali na zingine unaona kabisa hapa watu wamepigwa. Kwa hiyo kiufupi bado hakupo vibaya sana. Wapo waandishi ambao sasa hivi wanaandika vizuri na wa zamani. Kwa hiyo niseme tu the same, zote zinaenda vizuri. Bila shaka umefuatilia tamthilia nyingi ambazo zimekuwa zikiruka na zimeisha hivi karibuni kwenye moja ya kati ya media. Yes. Mwandishi upi ambaye umeona ndio the best kwako? Ni ngumu kumention moja kwa moja, lakini unaweza nikasema watu na baba nitakuwa nafuata mkumbo, hapana. Lakini kwa mimi Kombolela. Kombolela kwa sababu gani? Mimi napenda Uswahili, unajua. Ndio. Sasa mwandishi wa Kombolela amekaa sana kwenye Uswahili. Kiasi kwamba kama angekuwa anaogopa soko asingekaa sana huko. Umeona, kwa sababu television watu wanavivia vingamuzi, watu wa Masaki wapi, yeye akujali hilo. Anataka kuonyesha Uswahili wetu ulivyo. Umeona? Yaani ni real life ile Uswazi kabisa yani. Ukimwangalia sio Mwadao unamuona kabisa
huyu kama sema mangu mkubwa yule kupindi kile ndo huyu. Ukimwangalia si mbona huyu kama shangazi yule, ni tabia zake, unajua inakuwa ile real kabisa, unapata test ile ya nyumbani. Yani unapata test ya nyumbani. Yani ukiwa katika familia ya mnakaa hivi, unajua kabisa yani huwezi kumkosa mmoja wapo katika wale wa familia ya mzee Kikala, yani huwezi kumkosa mmoja wapo, lazima utafanana tu. Huyu Mashavu mbona kama dada yangu vile anapoishi, au hata nyumbani mwangalie bwana unaishi kama Mashavu, yani ipo hivyo. Yani jamaa mimi nimpe kongore tu. Kombolela. Karakta gani ambaye umempenda zaidi kwenye Kombolela? Big Brother noma sana. Bwana yule Kobisi. Yule mzee hatari. Yule jamaa yule kaka kweli. Yule yani kaka yule pale kama mfano nilikuwa naye mimi. Yule Ahmadi mvumilivu, mimi ningekuwa naruka naye kila siku. Yaani tunapigana tu kila siku. Kwa kina Kobisi kwenye familia wapo? Wapo. Kwenye familia yangu mimi hayupo. Ndio maana nasema yani kama ningekuwa mimi familia ipo, hadi ningekuwa napigana naye kila siku. Kwenye familia yangu hayupo. Hayupo, lakini wao wengine kwenye familia wapo, tunao. Unadhani jinsi ambavyo imeisha Kombolela, mwandishi ameitendea haki? Ameitendea haki sana. Alafu nimependa kitu kimoja. Sisi kwenye uandishi tuna kitu kinaitwa, unapoandika mwandishi unamaliza wewe au unaacha watazamaji wamalize. Jamaa aliwaachia watazamaji. Unajua mpaka leo bado watu wanatamani nani iendelee. Na ndio kitu kizuri. Yaani kizuri unakiacha sehemu ambayo mtu anatamani kiendelee. Unaambia hapa kumenoga. Yaani kama vile ubwabwa wa nazi umeula afu umeishi, yaani mdogo umeishi afu unatamani uendelee kula lakini umeisha. Kwa hiyo ameitendea haki. Jamaa iko vizuri sana. Tutoke huko. Ufanyaji kazi wenu nikilinganisha na mjomba Mrisho Mpoto. Ni vitu ambavyo vinashabiriana. Mmewahi kusocialize pamoja na mjomba? Sana. Ndio. Sana. Yaani atakuwa tumekaa labda kupeana skills za kuandika ama nini, hapana. Ila yeye baada ya kuona kwamba sisi tunafanya kitu kama yeye, alafu kuna muda watu walikuwa wanatufananisha sisi kwa sababu idea ziligongana. Yeye kuna kipindi alikuwa anafanya Fataki kule kwa jana, unajua yeye alikuwa anafanya vile, sisi ndio Fataki vile. Kwa hiyo watu wakawa wanahisi Fataki ile ndio ile. Kwa hata sometimes sisi tukitembea mtu Fataki vipi? Yaani hivyo anajua vile, na yeye pia alikuwa watu wanamwambia kwamba vipi Fataki, muda mwingine labda wanasema walikuwa wanaambia labda sisi yeye mwalimu wetu nini, unajua hizo zilikuwa nyingi sana, umeona. Lakini kifupi jamaa sisi tumefanya kazi pamoja nyingi. Kwa maana mimi nilikuwa mshikaji wangu sana. Sababu kuna kipindi alikuwa anataka kufanya matangazo yake huko, alikuwa ananipigia mimi na location huko. Lakini kuna kipindi aliandaga tamasha, mashindano fulani ya mashairi ambayo ilifanyika Leaders Club pale. Miongoni mwa waandaaji ambao alikuwa anawategemea katika maandalizi yake ilikuwa ni mimi, na nilimpelekea washiriki wengi. Kwa hiyo tulikuwa tunashirikiana, tulikuwa tunashirikiana vizuri tu, lakini sio ushirikiano kusema labda tumekaa chini tunaandika nyimbo yake bwana hii kaimbe hivi au yeye bwana kipindi kuandika, hapana. Tulikuwa tunashirikiana mengine tu ya kibiashara tu. Sawa. Ujio uliopita tulizoea kumwona Gota akiwa na rasta, lakini ujio huu tunamwona kama Gota rasta hasipo. Nini katikati kimetokea? Au tumeamua kubadilika? Ukubwa. Unajua simaanishi kwamba ukiwa na rasta unakuwa mdogo ama rasta ni uhuni, hapana. Ila baada ya kukaa kimya muda kidogo, kuna vitu vingine vya kijamii tunavifanya. Mimi sasa hivi ni kiongozi wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo nikaona sio busara nikiwa ofisini pale, ofisi ya serikali ya mtaa, wanakuja wananchi wangu nikuja kuwahudumia, wanakuja wanamputa kiongozi ana dread, na nikaona hii haileti maana yoyote. Lakini pia mimi sasa hivi nina mtoto ambaye labda na miaka 2 sasa hivi anakuja kupata upeo wake, anamkuta baba ana dread, nikaona kwa mimi binafsi haitoleta maana. Kwa hiyo mke wangu alipojifungua mtoto wangu ambayo mdogo, nikasema huyu mtoto huyu tena sitaki aje amuone baba akiwa katika hali hii. Kwa hiyo niliamua kuitoa kwa heshima pia ya mtoto wangu mdogo, kwamba akipata umri wake na akili anione baba tofauti, labda vingine vyo historia kwenye picha nini, kwa sababu tunaishi kwenye utandawazi ambapo leo hii hata miaka 20 mwanangu akitaka kuniona nikiwa na rasta ataniona, lakini aone behind ya mimi sasa hivi uhalisia wangu ulivyo sasa hivi. Hiki ndio kilichopelekea mimi. Gota ni baba aina gani? Sijui watoto wangu wakiulizwa baba ni aina gani, lakini mimi nahisi ni baba mwenye upendo, kwa sababu
kila mtoto wangu anatamani kuwa karibu na mimi muda wote. Ipo hivyo yani hiyo ni automatic, siongei kwa nani. Yani kila mtoto wangu anatamani, yani mimi mwezi amini naweza nikatoka hapo, umeona nikatoka hapa. Wanangu nimeagana naye, lakini kila ninapokutana nao ni hagi tu. Hai baba wao, ipo hivyo. Yani mpaka mwanangu mkubwa ambaye ana age sasa hivi ni 20. Muda mwingine anajisahau, anakuja kunihagi kutokana na jinsi ninapoishi na wanangu na upendo. Kwa mimi nahisi ni baba mzuri. Yani sio nahisi, ni baba mzuri kwa wanangu. Fataki ni jina ambalo liliwahi kutumika kwa wale wa baba. Yani wale mwanaume ambaye mwenye umri mrefu anakuwa anatamani kuwa na mahusiano na mtoto mdogo ama mwanafunzi. Tukaona Fataki baba fulani mwenye kitambi. Tukilinganisha na Fataki jina la kipindi chenu hapo. Sisi tulianza Fataki, lakini ile ilikuwa ni project ya nahisi walikuwa wanazungumzia malezi bora, nini hivyo. Kwa ile project ilikuja baada ya sisi yani. Yani baada ya sisi ndo ikaja ile project. Na ndio maana nilikwambia pale kuna watu walikuwa wanatufananisha na Mrisho kwa sababu ile project alikuwa anafanya Mrisho Mpoto. Kwa hiyo na Fataki wakawa rahisi, sisi tupo chini ya Mrisho Mpoto kupitia ile project. Lakini walisahau kwamba sisi Fataki tulianza kabla ile project ya Fataki. Sawa. Mashabiki wa Fataki sasa wategemea kitu gani kwenye ujio mpya? Tunakuja, tunarudi, lakini tunarudi kivingine kabisa, na tunarudi katika ubora wa utofauti. Tumepumzika, vichwa vimetulia, vimerelax ndani ya miaka 4. Sawa Kwa sasa hivi tumerudi tena wote, yani wote. Ukizungumzia Fataki crew yote, Machenje, Kijo, Kinyento, Sarafina, Zeibina na mimi Gota naongea hapa wote. Kwa sasa tunarudi tena na tumeshaanza kufanya kazi, kwa hiyo watarajie vipindi vizuri. Watarajie ile test sasa ya Fataki tena inakuja, japokuwa itakuwa na utofauti kidogo na radha tofauti, lakini tunakuja. Sawa. Tumezungumza mengi na Gota, moja kati ya washiriki kwenye kipindi pendwa sana ambacho kimechukua muda mrefu, lakini pia kimekuwa na kipindi ambacho kilielimisha na kinaendelea kuelimisha kupitia mashairi, mizani, vina, ngonjera, misemo na kila kitu ndani yake. Hii ilikuwa ni Fataki la wiki. Tumezungumza mengi hapa, lakini kubwa zaidi kwa ambaye ni shabiki mkubwa wa Fataki la wiki, utegemea ujio mpya kumuona Gota akiwa hana rasta, kwa sababu tu kaamua kuwa baba ambaye anatamani watoto wake wamkuta akiwa katika hali ambayo baba anatakiwa kuwa. Japo rasta sio uhuni, lakini pia unabadilisha tu muonekano ili familia nayo ikuone kwenye muonekano mwingine. Mimi hapa ni Sami Baby. Shukrani sana ndugu yangu. Asante, nashukuru. Behind the camera, director Ali Alain anahakikisha kwamba tunaonekana vizuri kabisa.